Muulizaji baada ya kutoa salamu anauliza swali lake: je, inafaa kumtolea zaka mtu aliyekuwa hakuweza kufunga? Na je, inafaa kumtolea zaka mtoto mdogo aliyekuwa hajaweza kufunga? Hilo ndo swali la muulizaji. Baada ya kuuliza swala hilo, pia akaomba fafanuliwe wanaofaa kutolewa zaka na wasiofaa kuwatolea zaka. Nasi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki yake tunakwenda kumjibu kama ifuatavyo. Katika upande wa kutoa zakatul fitri kwa mtu ambaye hakuweza kufunga kwa sababu ya udhuru kama uzee au ugonjwa sugu au sababu nyingine zinazokubalika kisheria, hii inategemea na hali yake, sawa? Lakini kama ni mtu maskini asiyeweza kujikimu kimaisha, basi mtu huyo hastahili kutoa zakatul fitri, bali yeye anaweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanastahili kupewa zakatul fitri. Na kuhusu mtoto mdogo ambaye hajaanza kufunga, wazazi wake au walezi wake ndio watawajibika kumtolea zakatul fitri. Hii ni kwa sababu ya zakatul fitri inahusiana na kila Muislamu mwenye uwezo wa kuitoa, sio lazima awe amefunga au la. Kwa hiyo mtu mzima ambaye hakuweza kufunga, yeye atatoa zakatul fitri iwapo ana uwezo wa kifedha. Kama ni maskini, hapaswi kuitoa hiyo zakatul fitri kwa sababu atakuwa hana. Mtoto mdogo kama tulivyosema siweze kufunga, wazazi wake na walezi wake ndio watawajibika kumtolea hiyo zakatul fitri. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri sa'an min tamri au sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin wa amara biha an tuaddi qabla khuruji an-nasi ila as-salah. Kutoka kwa Ibn Umar, Allah muerazi, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alifaradhisha zakatul fitri kiasi cha saa moja ya tende au saa moja ya shairi, ambayo hii ni ngano, kwa kila Muislamu, mtumwa au mtu huru, mwanamume au mwanamke, mtoto au mtu mzima. Pia akaamrisha itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali, kabla ya watu hawaja kwenda kuswali swala Idi. Na hadithi hiyo imepokewa na Bukhari na Muslim. Hadithi hiyo sasa inathibitisha kuwa hata watoto wadogo watapaswa au wanapaswa kutolewa zakatul fitri, lakini jukumu hilo linakuwa juu ya wazazi au walezi wao. Na katika upande wanaostahili kupewa hii zakatul fitri, zakatul fitri hutolewa kwa watu maskini na wahitaji kama ilivyoelekezwa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi kuu linalostahili ni maskini na mafakiri, na kwa madhumuni ya zaka, madhumuni ya hii zakatul fitri kuwatosheleza katika siku ya Idi, ambapo watu siku hiyo watakula vyakula vizuri vile vinavyopendwa. Kwa hiyo na wao sasa hawa wanaostahili kupewa, ili wasijione wanyonge wakaona labda sheria dini haijawataka ama imewatupa mkono. Na dalili ambayo inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale ilipokuja hadithi ya Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'im min al-laghwi war-rifath wa tu'matan lil-masakin faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakatul fitri ili iwe utakaso kwa aliyefunga kutokana na maneno ya upuzi na machafu, na pia iwe chakula kwa maskini. Yoyote atakaitoa kabla swala ya Eid basi itakubalika kama zaka, lakini atakaitoa baada ya swala itahesabika kama sadaka miongoni mwa sadaka tu za kawaida. Maneno haya utayapata kwa Abu Daud hadithi namba 1609, lakini pia utayapata tena maneno haya kutoka kwa Ibn Majah katika hadithi 1827, lakini Al-Hakim pia utaipata 1461. Kwa hiyo wanaostahili kupewa zakatul fitri ni maskini, wale wasiokuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yao ya msingi, lakini pia fukara, wale waliopo kwenye hali mbaya zaidi au maskini, watu wasiofaa sasa kupewa hiyo zakatul fitri. Matajiri hawapaswi kupewa kwa sababu wanajitosheleza katika mahitaji yao ya msingi na wana pesa zao. Mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi pia hapaswi kupewa. Ikiwa mtu anaweza kufanya kazi, anajipatia riziki zake, lakini jitu linakuwa vivu, huyo hapaswi kupewa kwa sababu ana uwezo wa kufanya, ila uvivu tu ndio unamchanganya. Lakini pia wakataja watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanafamilia wa Banu Hashim na Banu al-Muttalib hawaruhusiwi
haruhusiwi kupokea zaka kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika sadaka si halali kwa Muhammad wala kwa watu wa nyumba ya Muhammad. Muslim utaipata kwenye 1072. Kwa ufupi, wanaostahiki kupewa ni maskini na mafakiri, wasiofaa kupewa ni matajiri na watu wa Banu Hashim, na Allah ndo mjuzi. Tunatumai kwa uwezo wa Allah tumemjibu vizuri tu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao tunasikiza maneno mazuri na kuyafanyia kazi.